Ushauri wangu, kaka yangu Dr. Kitila Mkumbo, mimi ninakujua wewe kama Mtanzania mzalendo na mchapakazi, na ninajua uzalendo wako kwa nchi yetu, wewe na manaibu wako pamoja na Wizara ya Fedha. Ushauri wangu, mmefanya vizuri sana kwenye bajeti hii upande wa monetary policy, lakini ninawashauri nendeni mkafanye review kama mtashindwa kwa mwaka huu, kwa miaka inayokuja katika masuala mazima ya fiscal policy. Nendeni mkareview government spending. Mheshimiwa Profesa, ninawashauri nendeni mkareview government spending, ili kiasi mtakachokiokoa kutokana na kuokoa katika government spending kikawekezwe katika sekta za uzalishaji ambazo Asunga ametoka kuziongelea. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninayasema haya nikitambua, kwa mfano, ukiangalia kiwango cha namna serikali tunafanya spending katika kununua magari ya serikali, Mheshimiwa Mwenyekiti, nina imani kabisa tukiamua kwa makusudi kupunguza mzigo wa Watanzania katika spending ya magari ya serikali, tukapunguza kununua magari ya gharama kubwa kwa viongozi ambao hawana umuhimu wa hizo facility, tutaweza kusave fedha ambazo tutazipeleka zikachochea uchumi katika sekta za uzalishaji kama vile viwanda, usafirishaji, kilimo, uvuvi, jambo ambalo ajira zitakwenda kuongezeka kwa hizi sekta za uzalishaji. Mheshimiwa Profesa, ninawashauri katika hili, nendeni kama serikali mkakae. Kuna mataifa yana mfano, unaweza ukaenda wizarani, waziri akawa na gari kwa sababu muda mwingi anafanya safari, na watendaji wachache wa ngazi ya wizara. Wafanyakazi wengine, toeni incentive wafanyakazi wakopeshwe magari waweze kuyaendesha wao, ili mpunguze gharama ya spending ya serikali katika kuhudumia magari. Mtapunguza gharama katika vipuli, mtapunguza gharama katika mafuta, mtapunguza gharama katika safari ambazo zinaweza zikatumiwa na watumishi wa umma kwa kutumia public transport. Na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan yuko serious katika kuwekeza katika ndege, katika SGR. Ninaomba serikali, chukueni ushauri huu, punguzeni public spending katika kununua magari. Saving itakayopatikana, Mheshimiwa Mwenyekiti, ipelekwe ikakuchochee sekta ya uzalishaji, tuweze kuongeza ajira na kukuza uchumi wa nchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo la pili, nimeona mmekusudia kuja na marekebisho ya sheria ya VAT sura namba 148. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka niwashauri kwa nia njema, hapa tunapozungumza leo, tunayo baadhi ya miradi ya wananchi kwenye majimbo bado hatujaweza kuimaliza, kwa sababu taifa letu bado hatujaweza kuwa na uwezo wa uchumi wa kumaliza kila kitu kwa muda mmoja. Mheshimiwa Mwenyekiti, nawapa ushauri, kitendo cha kuja na marekebisho ya kusema ya kwamba sheria itambue sasa TRA wapewe siku 30 kuhakikisha kwamba VAT refund zinakwenda kulipwa kwa muda huo, nataka niwaambie hili ni bomu mnaliandaa kwa serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka niwaambie hili ni bomu mnaliandaa kwa serikali. Na sio tu hapo, mmekwenda mbali, mnasema sheria hii serikali ikishindwa kutoa itozwe na riba na makampuni. Mheshimiwa Mwenyekiti, leo tunapozungumza kwa mujibu wa hii sheria tulionayo ya siku 90, bado tunasuasua, na hawa TRA wamekuja na mfumo wa IDRAS, mfumo unaofanya uhakiki wa madeni ya VAT. Hatujaweza bado kuangalia efficiency ya IDRAS. Leo tunakuja tunasema tunataka serikali ianze kutozwa paka riba wakichelewa kulipa VAT refund. Mheshimiwa Mwenyekiti, ushauri wangu kwa serikali, tusije tukaingiza serikali kwenye mtego mkubwa, tusije tukaingiza mgogoro kati ya makampuni na serikali. Ushauri wangu, acheni mfumo wa IDRAS tuufanyie tathmini, tuone umefanya vipi, kwa sababu mnachokwenda kukitengeneza, ninataka niwaambie, tutakuja kwenye bunge hili, tutakuja kuanza kunyosheana mikono. Msiruhusu sheria hii kwenda kutekelezwa, italeta madhara makubwa kwa TRA. Na niwashukuru sana TRA, ninajua wanafanya kazi kubwa sana. Rais Samia amejitahidi, mapato yameongezeka chini ya uongozi wake, sekta zinaendelea kuongeza ufanisi katika utendaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, ushauri wangu, tusiende na njia hiyo, bado tufanye tathmini ya mfumo wa IDRAS. Ikibidi baadaye tutakuja
na mapendekezo ya kushusha angalau zije siku 60 na baadaye 30, lakini kwa sasa hivi tutakwenda kuiumiza TRA na tutakwenda kuupa mzigo mkubwa sana serikali. Huo ni ushauri wangu. Jambo la tatu, ninawashauri kaka yangu Profesa Kitila Mkumbo pamoja na Wizara ya Fedha, kazi ya mipango ya nchi lazima iwe na linki kati ya sekta za uzalishaji TISEZA na wizara yako Profesa. Leo hii tunaweza tukazungumza mwekezaji anataka kuja kuwekeza kwenye kilimo,